Chadema au chama chochote hakina hati miliki ya kweli. Haki miliki ya namna ya kuiendesha Tanzania haimilikiwi na Chadema, inamilikiwa na Watanzania wote. Inawezekana kwa mtazamo wao, madai wanayoyaleta kwa mtazamo wao, kwa jinsi wanavyoona wao, yanaweza yakawa sawa, lakini sio lazima yawe sawa kwa kila mtu. Mabadiliko ya nchi sio familia. Mabadiliko ya nchi ni taifa. Tunapozungumzia taifa, tunazungumzia social stability, tunazungumzia political stability, tunazungumzia economic stability. Hatuzungumzi kipengele kimoja. Jamaa zangu hawa wanaangalia swala tu la kutaka madaraka. Mabadiliko katika taifa, mabadiliko ya mfumo katika taifa sio familia. Kama una duka lako, unaamka asubuhi unageuza meza zilikuwa huku unapeleka huku. Ni lazima uangalie taifa kwa mawanda mapana. Unapozungumzia mabadiliko, lazima uliangalie taifa kwa mapana. Tunahitaji mtengamano, tunahitaji uchumi, tunahitaji kuwe na utulivu katika nchi. Huwezi kuwasikia wakizungumza matatizo ya wananchi kuhusu kilimo. Hutawasikia wanazungumza matatizo ya afya katika nchi hii. Hutawasikia uboreshaji wa usafiri wa anga katika nchi hii. Huwezi kuwasikia wakizungumza jinsi ambavyo Samia rais wetu ameboresha usafiri wa treni. Wanazungumza kipengele kimoja kitakachowafanya wao waingie madarakani. Ndugu zangu, wapuuzeni hawa. Tunahitaji utulivu tulionao, ni jambo la kwanza na la muhimu ili tuweze kusonga mbele. Kuna mabadiliko mengine ambayo wanadai, ambayo sio kweli kwamba serikali haijafanya. Nimesema ni gradual, hatuwezi kuyafanya yote kwa wakati mmoja. Mwanzoni wakurugenzi wao ndio walikuwa wanasimamia uchaguzi. Mabadiliko haya yamewaondoa sasa. Zamani ilikuwa huwezi kumpigia rais kura hata ukiwa popote pamoja umejiandikisha. Leo uchaguzi wa sasa, ukijiandikisha utampigia kura rais popote ulipo. Mwanzoni sheria haikuruhusu. Watu walikuwa akiwa mgombea moja alikuwa anapita bila kupingwa. Lakini leo huyo anayekuwa mgombea moja anapigiwa kura ya hapana na ndio. Hayo ni mabadiliko. Na tunapokwenda kufanya, ni baadhi ya mabadiliko, tunapokwenda kufanya chaguzi au tunapo negotiate kuhusu mabadiliko, sio lazima upate yote. Ninawasihi ndugu zangu wa Mbeya, mimi nimekuweko huko, nimekuwa mbunge miaka 10. Hatuwezi kuwa na chama cha siasa ambacho kinajulikana kwa kupinga tu. Kinajulikana kwa kupinga tu. Chadema na vyama vingine wanajulikana kwa kupinga. That's what they are known for. Chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kinajulikana kwa kazi zinazofanya kushughulika na maisha ya Watanzania. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uchaguzi mkuu baada ya serikali za mitaa, maana yake ili ushike dola lazima kushinda uchaguzi mkuu. Sisi tulitumia
serikali ya mitaa kutesti mitambo. Mitambo imetiki. Hiyo mitambo tunataka kushinda tena kwa kishindo uchaguzi mkuu huu. Nataka niwahakikishie Chama cha Mapinduzi kipo tayari kwa uchaguzi. Wenzetu hawa wanapita, wanahadaa watu, wanadanganya watu eti tutazuia uchaguzi kwa nguvu ya umma. Hapa Mbeya wana nguvu ya umma? Zaidi nimeona nguvu ya umma wanapokea samaki Rukwa huko. Nilimsikia mtani wangu Tundu Lissu kabla ya kwenda kule kwa Kenani kule Nkasi, aliongea anasema yule mbunge wa Nkasi wakupewa sio halali. Alipopewa samaki kamlemea, kakaa hivi kanacheka. Nikasema Singida nako hatuna samaki. Kwa ule samaki kahalalisha Kenani ni mbunge halali wa Chadema. Madiwani tulionao hawapasi kuendelea, lazima wachaguliwe kila baada ya miaka. Wabunge tulionao lazima wachaguliwe kila baada ya miaka. Rais tuliye naye lazima achaguliwe kila baada ya miaka. Alafu kuna chama kinaongozwa na wanasheria hawasomi na katiba. Uchaguzi huu sio kwa ridhaa ya Chama cha Mapinduzi. Uchaguzi huu ni kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM inaheshimu demokrasia. CCM haiwezi kwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatuwezi tukahojiwa siku kwamba madiwani hao wamekaa muda mrefu. Hatutaki kuhojiwa kwamba wabunge hao wamekaa muda mrefu. Hatutaki kuhojiwa kwamba Mheshimiwa Rais amekaa muda mrefu. Tunataka uchaguzi kwa matakwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oye! Na kwa maana hiyo hatuna haja ya kuwabembeleza. Narudia, Chadema hatuna haja ya kuwabembeleza. Tunakwenda kwenye uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya. Na baada ya uchaguzi kama hawatashiriki shauri yao, wasiposhiriki shauri, na ndo mwisho wao wa kuwa chama kikuu cha upinzani Tanzania. Kwa hiyo meseji hiyo wafikie, tunakwenda kwenye uchaguzi kwa matakwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oye! Hoja wanazozijenga ni hoja za kitoto. Eti tunataka mabadiliko. Bila mabadiliko hatuendi kwenye uchaguzi. Msigwa ameeleza vizuri. Waliahidi mabadiliko kwenye chama chao, hajafanya. Unawezaje kuwa na mamlaka ya kusema mabadiliko mengine?